Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameingia katika shinikizo kubwa la kiuongozi kufuatia mawaziri wake wa ngazi za juu kuvamiwa na kushambuliwa hadharani kwa maneno na viongozi wa upinzani pamoja na wataalamu wa sheria nchini. Hali hii imejitokeza mara baada ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kuisimama bungeni na kutangaza zuio rasmi la kupiga marufuku mikutano yote ya hadhara nchini Tanzania, hatua ambayo wakosoaji wanadai iliratibiwa moja kwa moja kutoka Ikulu ili kulinda uimara wa utawala uliopo. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa ikitumia mawaziri wake kutekeleza maelekezo mbalimbali yanayotajwa na wapinzani kuwa ni ya kimla, ambapo tamko la waziri Katambi lililenga kusitisha kwa nguvu mikutano yote ya wazi ya kisiasa inayofanywa na chama kikuu cha upinzani cha Chadema kwa madai kuwa mikusanyiko hiyo inachochea furugu na uvunjivu wa amani, jambo ambalo limeleta mtikizo mkubwa wa kisiasa katika taifa nzima la Tanzania. Uamuzi huo wa kiserikali uliotolewa wakati makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche akiwa anafanya mikutano mikubwa ya hadhara katika mkoa wa Mbeya, ambapo wananchi walijitokeza kwa wingi na kuchangisha rasilimali fedha kufanikisha harakati za chama hicho, jambo ambalo linalizidisha hofu Ikulu na kumfanya Rais Samia Suluhu Hassan kutetemeka kutokana na kasi ya upinzani. Baada ya waziri Katambi kutoa amri hiyo iliyotumwa kutoka mamlaka za juu, rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania Boniface Mwabukusi aliwashambulia waziri huyo hadharani na kumtaka aende kusoma katiba, kwani hakuna kifungu kinachompa yeye wala Rais Samia Suluhu Hassan mamlaka ya kuvuta haki za kidemokrasia za vyama vya siasa nchini. Bali na wanasheria, viongozi wa chama cha ACT Wazalendo pamoja na mbunge Luhali Mpina walimvaa waziri huyo na kueleza kuwa nchi haiwezi kuendeshwa kwa matamko ya kiimla yanayolenga kuizuia wananchi kusikiliza hoja za upinzani, jambo lililomweka Rais Samia Suluhu Hassan katika presha kubwa ya namna ya kulinda taswira ya utawala wake. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umekuwa chini ya darubini kufuatia tabia za kuendesha serikali na nchi kama mali na familia yake binafsi, kufuatia uteuzi wa ndugu zake wa karibu katika nyadhifa kubwa za maamuzi na kifedha nchini Tanzania. Mtoto wa rais ambaye anaitwa Wanmu Samia hivi sasa anahudumu kama naibu waziri katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, huku mtu aliyemuoa Wanu ambaye ni Mohamed Mchengerwa akiwa anashikilia nafasi kubwa ya waziri katika Wizara ya Afya. Zaidi ya hapo, upinzani umebainisha kuwa kuna shemeji mwingine wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amepewa dhamana kubwa ya kuisimamia Wizara ya Fedha ya Taifa, muundo unaoonyesha mgawanyo wa madaraka kulingana na mahusiano ya kifamilia badala ya weledi wa kitaifa, jambo linalotajwa kuchochea ugaidi wa wananchi ambao hawataki kuona taifa likiongozwa kama kampuni binafsi. Shinikizo hili kwa Rais Samia Suluhu Hassan linaongezeka kuelekea maandalizi ya maandamano makubwa ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka wa 2026 nchini kote, ambapo wanaharakati na viongozi wa upinzani wakiongozwa na John Heche wamesisitiza kuwa wataingia barabarani kulazimisha mabadiliko ya kimfumo. Ajenda kuu ya maandamano hayo inamkabili moja kwa moja Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo vyama vinashinikiza kuachiliwa huru mara moja kwa mwanasiasa Tundu Antipas Lissu anayeshikiliwa na serikali ili aruhusiwe kwenda kupata matibabu na kurejea nyumbani kwake. Vyama vimekuwa vikiendesha
kampeni ya Free Lissu katika maeneo mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Mbeya na kwa sasa wapo mkoani Tabora ambapo maelfu ya wananchi wamejitokeza kuunga mkono harakati hizo na kutishia ulinzi wa Ikulu iwapo serikali haitafungulia kiongozi huyo. Kutokana na hofu ya kumng'atua madarakani iwapo maandamano hayo ya kitaifa yatashika kasi nchini nzima, habari za ndani kutoka Ikulu zinasema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amepanga mikakati ya kuachilia huru Tundu Lissu tarehe 6 mwezi wa Julai, ikiwa ni masaa chache kabla ya tarehe 7 wakati wa maandamano. Hatua hii ya rais inalenga kuizuia na kusitisha maandamano hayo kwa kumwondoa sababu kuu inayowaunganisha wananchi, kwani inaeleza wazi kuwa nguvu kubwa ipo mikononi mwa wananchi na sio viongozi waliopo madarakani kwa dhamana yetu. Pamoja na mpango huo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kutaka kutuliza upepo, viongozi wa upinzani wamesema maandamano yatashinikiza pia kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi wa Rais Samia Suluhu Hassan ambayo ilimtangaza usiku kuwa amepata ushindi wa 98% katika chaguzi uliopita wa tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, uchaguzi ambao ulitajwa kuwa na uingiliaji na uporaji wa kura. Wito wa maandamano unajumuisha pia madai ya kuundwa kwa tume mpya ya huru ya uchaguzi, kupatikana na katiba mpya nchini, pamoja na kuitishwa kwa uchaguzi mkuu mwingine mpya na wa haki ili kuondoa utawala wa kiimla wa Rais Samia Suluhu Hassan na kurejesha madaraka kwa raia. Hatua ya serikali ya kutumia nguvu kupitia Waziri Kitambi kupiga marufuku mikutano ya kisiasa inaonyesha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan anatumia vyombo vya dola kuizua mfuriko wa wananchi wanaounga mkono upinzani, lakini wanasheria na wanaharakati wameapa kutoheshimu amri hizo haramu. Mzozo huu unaendelea kuweka bayana kuwa mustakabali wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unategemea jinsi itakavyokabiliana na madai hayo mazito ya kikatiba, huku taifa likisubiri kuona kama uamuzi wake wa ghafla wa kuachilia Tundu Antipas Lissu utafanikiwa kuzima hasira za wananchi kuelekea tarehe 7 mwezi wa Julai nchini Tanzania, jambo ambalo kwa sasa linamkula kichwa waziri na Rais Samia Suluhu Hassan, hasa ikizingatiwa kuwa serikali yake imekuwa ikipitia mateso na vikwazo kutoka taifa la Marekani pamoja na bunge la Ulaya ambalo limesitisha vikwazo na kusitisha misaada mbalimbali hadi wakati sheria na serikali ya Samia Suluhu Hassan itapokwenda kwenye mikataba ya makubaliano na meza ya mazungumzo na chama kikuu cha Chadema na kuachilia wote huru wale ambao waliweza kukamatwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025.